unaishi milele. Wewe ni Mungu unaishi milele. Wewe ni Mungu unaishi milele. Mkono wako ni mkuu sana, Mungu
hakika Mungu wetu unaishi. Tumeona matendo yako ya ajabu katika maisha yetu. Tumeona uweza wako, tumeona nguvu zako. Tumekutana na utukufu wako Bwana. Mungu tunakutukuza, tunakubariki, tunakuinua kwa sababu peke yako unaishi. Wewe ni niko ambaye niko. Wewe ni Alfa na Omega, hakuna Mungu mwingine kama wewe. Wewe ni yeye yule jana, leo na hata milele. Tunakubariki, tunakuinua, tunakutukuza. Tunasema asante Bwana kwa wema wako na fadhili zako. Asante Bwana kwa kuwa wewe Bwana ni Mungu unayestahili sifa, unayestahili kuinuliwa, unayestahili kuabudiwa. Rabo sheke ya ndora masekera yenderebo sikiri kanda rabakoria ramaseketaya mando robo sika. Asante Bwana kwa ajili ya siku mpya ambayo umeifanya. Asante kwa kuwa asubuhi umetupa mwenyewe kwa neema yako Bwana. Si kwa uwezo wetu wala si kwa nguvu zetu, bali ni kwa roho wako Bwana. Kama neno lako linavyosema katika Zaburi ya 92 mstari wa 1 na wa 2, ya kwamba ni neno jema kumshukuru Bwana, kuzitangaza rehema zake wakati wa asubuhi. Tunayakaribia malango yako Bwana kwa shukrani. Tunakutukuza kwa ajili ya kila mmoja wetu. Asante kwa namna ambavyo umetupigania usiku uliopita. Asante kwa namna ambavyo umetutegemeza kwa mkono wako wenye nguvu. Asante kwa kuwa wewe Bwana usinzii wala ulali. Wewe umetulinda Bwana katika makesha ya usiku. Umetulinda dhidi ya hatari za yule mwovu adui. Umetulinda dhidi ya nguvu za giza. Umetulinda dhidi ya mashambulizi ya adui. Baba, tunakubariki, tunakutukuza asubuhi ya leo. Tunaungana na ndege wa angani, tunaungana na upepo, tunaungana na bahari, tunaungana na kila chenye mwili kinachokusifu asubuhi ya leo. Rikamando robo shaka yanda ramaseke rikandiri makoria masekere bobosaka ori masekere bobosika ramashetere bobosika ori masekere bobobobo rikiki mando robo sikiri kanda rabaseke ori masekeri anda rabakoria. Nafsi yangu muimini Bwana, nafsi yangu muimini Bwana, na kila kilichomo ndani yangu kilimidi jina la Bwana. Maana peke yake anastahili, maana peke yake anaweza, maana uaminifu wake ni ngao na kikao. Riposa kaya ndora moseke mandira posa ori kapayanda rabakoria masendere boshakataya riposa kaya kanda rabakuria masendere bobosika. We glorify your name, Lord Jesus. We exalt your name. We magnify your name. We worship you, Lord Jesus. Roposi kima koria masendere bosika. Peke yako Bwana, peke yako unastahili, peke yako kuabudiwa, peke yako kuinuliwa, peke yako Jehova. Wewe ambaye ulichinjwa ukamnunulia Mungu watu wa kila taifa, watu wa kila kabila, ukawafanya kwa ukuhani na ufalme. Ni wewe tunayesujudu mbele zako. Ni wewe ambaye neno linasema kila goti litapigwa, litasema ya kwamba wewe ni Bwana. Oh, hakuna jina lipitalo majina yote kama jina lako Yesu. Tunakuabudu, tunakutukuza, tunakuinua. Peke yako mfalme wa wafalme. Rikarabo shaka ya maseke. There is no one like you, Lord Jesus. There is no one like you, Lord Jesus. You are the King above all kings. Ropo shaka yanda ramakoria rindi rimando robobo shata ya masakataya rama manda rababa sheke nderere bosika ori maseke yanda rabakoria masheketaya. Katikati ya miungu wewe ni Mungu mkuu. Ripopo shaka yanda rabakoria yende repo sikiri kanda rabakoria. Wewe ni Bwana wa vita, wewe ni jemedari mkuu, wewe ni Bwana wa majeshi. Tunakubariki, tunakutukuza, tunamimina mioyo yetu mbele zako. Tunaungana na maserafi na makerubi asubuhi ya leo. Tunasema unastahili Bwana, unastahili mfalme, unastahili peke yako Jehova. Nisikarabo shekerere bosi karima seke yanda
Asante kwa ajili ya kila mmoja uliyemwamsha mahali na mahali, kwa ajili ya kutafuta uso wako, kwa ajili ya kuamuru mapambazuko yake. Rikaramande rebo shakayanda rindirimando robobo sekendererebo sika horiama shandirikanda ramande rebobo sika rikikimando ropo sakayandirikanda ramamanda rabobo sikirikaya mando ropo sika. Asante Jehova kwa ajili ya siku mpya ya leo. Asante kwa uaminifu wako. Asante kwa kuwa hujatuacha Bwana. Tunakuja mbele zako. Nenda mbele za Bwana mtu wa Mungu kwa toba. Ripopo shata yama sawa sawa na Zaburi ile 51. Mungu wetu turehemu kiasi cha wingi wa rehema zako. Uyafute kabisa makosa yetu na uovu wetu. Utusafishe Bwana kwa damu yako ya thamani. Utuondolee Bwana kila kisichofaa ndani yetu. Ututakase Bwana tuwe safi. Tumejua kwamba tumekutenda dhambi kwa kunena kwetu, kwa kutenda kwetu, kwa kutenda kwetu Bwana, kwa kuenenda kwetu tumeenda kinyume na mapenzi yako. Kuna namna tujatimiza wajibu uliotupa. Kuna namna tujakutii Bwana. Kuna namna tujawapenda wengine. Baba tusamehe, turehemu. Asubuhi ya leo tunajinyenyekesha kwa upya kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, tukiomba neema yako iwe juu yetu mchana wa leo. Baba tunaomba neema yako, furaha ya wokovu irejesho katika mioyo yetu. Waachilie roho iliyotulia ndani ya kila mmoja wetu. Tunakataa roho za mangaiko, roho za kutangatanga, roho za kuweweseka, roho za hofu katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Tunakuja mbele zako Bwana. Tunakushukuru kwa ajili ya malango ya nchi yetu. Tunaomba rehema, tunaomba toba kwa ajili ya Tanzania. Tusamehe Bwana, turehemu. Tunaomba neema yako ikawe pamoja nasi katika jina la Yesu. Mungu wetu tunasimama pia kwa ajili Bwana ya Israeli. Baba unajua kinachoendelea katika taifa lako takatifu. Rama shende rebo sika rabakoria mando robo siki raka ya maseketa. Wewe uliyesema katika Zaburi ya 122, utekieni amani Yerusalemu. Baba nasi tunasimama, tunatamka amani kwa ajili ya Israeli. Tunatamka amani kwa ajili ya Yerusalemu. Tunatamka amani Bwana Mashariki ya Kati kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo. Ripo saka ya maseke repo popo rikindiri mando robobosika katika jina la Yesu Kristo. Baba tunaomba neema yako ikawafunike. Achilia amani yako, achilia suluhisho katika Mashariki ya Kati kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Baba damu zinazomwagika, tunaomba rehema, tunaomba toba Bwana. Mkono wako wenye nguvu kasimame tena, ukaachilie amani Bwana. Tunaomba neema yako hata katika nchi mbalimbali zinazopita katika vita. Amani yako Bwana ikatawale. Tunaomba Bwana kwa ajili ya Kongo. Ramasika rabosika. Pita Bwana, pita 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 na uweza wako. Pita pita na shauri lako. Ribobobo shaka ya masekerebo sika katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru, tunakutukuza. Asante kwa kuwa wewe ni Mungu mwenye amani. Wewe ni mfalme wa amani. Wewe ni mfalme wa amani. Achilia amani nyumbani mwetu. Achilia amani kwenye nchi yetu. Achilia amani kwenye nchi zinazopita mahali ambako hapana amani. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, tunaomba na kuamini. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutaenda kuomba ombi lingine moja, then tutaingia kwenye somo. Tutasoma kitabu kile cha Timotheo wa pili. Timotheo wa pili mlango wa kwanza mstari ule wa 7. Timotheo wa pili mlango wa kwanza mstari wa 7. Biblia inasema,
nitaanzia mstari ule wa 3. Biblia inasema, ni waraka wa mtume Paulo kwa Timotheo. Anasema, namshukuru Mungu nimwabudie kwa dhamiri safi tangu zamani za wazee wangu, kama vile nikukumbukavyo wewe daima katika kuomba kwangu usiku na mchana. Nami natamani sana kukuona, nikiyakumbuka machozi yako ili nijae furaha, nikikumbuka imani ulionayo isiyo na unafiki, ambayo ilikaa kwanza katika bibi yako Loisi na katika mama yako Eunike. Nami nasadiki wewe nawe unayo. Kwa sababu hiyo na kukumbusha uichochee karama ya Mungu iliyo ndani yako kwa kuwekewa mikono yangu. Maana Mungu hakutupa roho ya woga, bali ya nguvu na ya upendo na ya moyo wa kiasi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma pale chini anasema, basi usiuonee haya ushuhuda wa Bwana wetu, wala usinionee haya mimi mfungwa wake, bali uvumilie mabaya pamoja nami kwa ajili ya Injili, kwa kadiri ya nguvu ya Mungu, ambaye alituokoa akatuita katika mwito mtakatifu, si kwa kadiri ya matendo yetu sisi, bali kwa kadiri ya makusudi yake yeye na neema yake. Neema hiyo tulipewa katika Kristo Yesu tangu milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Natamani tuombe ombi moja asubuhi ya leo. Paulo anamwandikia Timotheo kwa habari ya kumtia moyo katika utumishi au wito ambao Timotheo alikuwa amepewa. Katika kipindi ambacho Timotheo alikuwa anatumika, ni kipindi ambacho kanisa lilikuwa linateswa. Watu walikuwa wanakuwa persecuted, wanaomwamini Kristo. Na katika mazingira hayo kina Timotheo, hofu ilianza kuingia ndani. Lakini Paulo anamkumbusha neno moja, anamwambia Timotheo, ninakuombea na ninajua uko thabiti na nilikuwekea mikono, lakini ninajua imani iliyoko ndani yako ulirithi kutoka kwa bibi yako, kwa mama yako. Sasa ninachokusihi kitu kimoja Timotheo, hatukupewa roho ya woga iletayo utumwa. Hatukupewa roho ya woga, kwenye Warumi ndio wanasema inaleta utumwa, bali ya nguvu na upendo wa moyo wa kiasi. Kitu gani nataka nikusemeshe hapa? Chini pale anaongea kwa habari ya kutoonea haya msalaba, kutoonea haya wito ambao umekuwa ndani yake. Nachotaka kukisema hapa asubuhi leo ni kwamba watu wengi wameshindwa kutembea katika nguvu za Mungu, wameshindwa kutembea katika vipawa na karama na wito Mungu aliweka ndani yao, sababu ya kitu kimoja kinachoitwa woga au hofu. Mungu anakuambia ondoka kwenye comfort zone, start this business, start this family, start this thing. Mtu anaogopa, anakuambia anaogopa nitaanzaje? Na anapoogopa wala hajui kinachomogopesha. That is the devil. Biblia inatukumbusha asubuhi leo, Mungu hakutupa roho ya woga. Kuna mtu anaoga tu ya kwa kufa. Yaani akiamka yeye anawaza kaburi, anatembea na kaburi, anatembea. Akiumwa kidogo anaona ndo ameshakufa. No. Hatukupewa roho ya woga. Na kwenye Warumi anasema ile roho ya woga inaleta, roho ya hofu inaleta utumwa. Unakuwa subjected kwenye utumwa wa shetani. Natamani asubuhi ya leo tukashughulike na roho ya hofu. Sijui Mungu amekusemesha vitu gani kwenye familia yako, lakini una hofu. Umesemeshwa nini kwenye career yako? Una hofu. Kwenye huduma, kwenye vitu mbalimbali Mungu anavyokusemesha, una hofu. Na ukitaka kujua roho ya hofu ina nguvu kiasi gani, ili kuishinda hofu, unahitaji kuwa na mambo makubwa matatu. Unahitaji kuwa na roho tatu ili ushinde hofu. Anasema maana hatukupewa roho ya woga, bali ya nguvu. Yaani unahitaji kuwa na roho ya nguvu, bali ya upendo na ya moyo wa kiasi. Unaweza ukaelewa nguvu ya hofu ilivyo. Ni watu wangapi wamezikwa na vision Mungu alizowapa? Ni watu wangapi wamekufa na mambo makubwa ambayo Mungu aliwawekea kwenye mioyo yao? Ni watu wangapi wamekufa na vipawa na karama kwa sababu tu ya hofu ya uthubutu? Ni watu wangapi wamekubali kuona mambo yanaharibika kwenye nchi au kwenye sekta mbalimbali walizopo kwa sababu tu anasema nikisema watanionaje, watanifanya ni hofu. Mimi nakutana na mtu ana kitu kikubwa, anakuambia naogopa kukifanya.
nitaishije bila mshahara? Sikia, Mungu akiweka mbegu ndani yako atahakikisha umetembea nayo. Hebu shughulika na hiyo roho ya hofu asubuhi ya leo. Hiyo hofu ikutoke, jikungute. Piga hiyo roho kama unampiga mtu mbele yako, kwa sababu ni ina masikio, ina miguu, ina kila kitu. Kila kitu kwenye ulimwengu wa roho ni dhahiri. Hatuendi kwa nguvu zetu, bali tunaenda kwa damu ya Yesu. Kwenye Ufunuo 11:6 na 12:11. Kwenye 11:6 anasema tunaweza kubadilisha damu kuwa maji na kupiga kwa kila pigo tutakapo. Tunaenda kuipiga nguvu ya hofu au roho ya hofu kwa mamlaka ya jina la Yesu. Lakini anasema nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo. Shetani anakuwekea hofu ili ushindwe kusonga mbele. Tunaenda kumshinda kwa damu ya mwana kondoo. Lakini unaenda kumwambia Mungu akupe roho ya nguvu, roho ya upendo, roho na moyo wa kiasi. Mando robo sikirikanda. Ukiweza kunena kwa lugha popote pale ulipo, ingia katika ulimwengu wa roho. Rikiki mando robo shaka yanda rama seke rebobo saka rama shata yama seke rebobo sika rikiki mando robo bobo saka ramandele koroko lokota rikiki manda rama seke riando robo sika. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, tunakuja mbele zako asubuhi ya leo. Bwana, tunakushukuru kwa neema uliotupa na kutusemesha kwa habari ya hofu ambayo imefunga miguu ya wengi, ambayo imefunga hatua za wengi. Bwana, tunakuja mbele zako tukiomba toba kwa namna ambavyo tumeruhusu hofu ikaingia katika maisha yetu, hofu ikaingia katika miili yetu, hofu ikaingia katika nafsi zetu na roho zetu, hofu ikatutawala, tukawa na hofu ya kufa, tukawa na hofu ya kuogopa namna gani watu watatushambulia. Tukasahau ya kwamba Biblia inasema ya kwamba ninyi watoto mmeushinda ulimwengu kwa sababu aliyoko ndani yenu ni mkuu kuliko aliyoko katika ulimwengu. Tukashindwa kujua kwamba wewe Mungu una nguvu kuliko mazingira. Tukashindwa kujua kwamba hata hao wanadamu tunawaogopa ni wewe Bwana umewaumba. Tukashindwa kujua kwamba hata mazingira ambayo tunayaogopa ni wewe umeyaestablish. Baba, ninakuja mbele zako kwa niaba ya wote ambao wanaomba asubuhi ya leo. Tunaomba rehema, tunaomba damu ya Yesu ikatupatanishe nafsi zetu na wewe Mungu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Tunaomba neema yako ikae pamoja nasi asubuhi ya leo. Tunapoingia katika ulimwengu wa roho, tunajinyunyiza damu ya Yesu. Tunaenda kupiga hiyo roho ya hofu kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kila hofu iliyomshikilia mtu yote asubuhi ya leo, ninaiamuru itoke, imwachie. Achia huyo mama, achia huyo baba, achia huyo kijana, achia huyo bibi. Raposeke yanda ramaseke ramashende reposika. Yamkini ni ripoti ya daktari na kupa hofu ya kwamba utakufa. Sikia neno la Bwana. Hatukupewa roho ya hofu, hatukupewa roho ya woga. Tumepewa roho ya nguvu, ya upendo na ya moyo wa kiasi. Tunaharibu hizo taarifa mbaya katika ulimwengu wa roho kwa mamlaka ya jina la Yesu. Hutakufa bali utaishi, utayasimulia matendo makuu ya Bwana. Hicho unachokiogopa kitakuondoa, hicho unachokiogopa kitakumaliza, kinakupeleka level nyingine, kinakupeleka dimension nyingine. Roposha kayanda rapaseke ripoposa liprosa kayanda ramakoria mashetete rikiki mandora moseke yende rebobosi kirikanda ropo rika paya mando la katili yende reposiki rikanda rimando roposika yende reposika rikanda rabosika liprosaka yanda ramasika. Roho ya hofu tunakumaliza kwa jina la Yesu. Toka. Una nafasi ndani ya mioyo watakatifu wa Bwana. Hofu ya kuanza hiyo biashara tunainyamazisha kwa jina la Yesu. Hofu ya mauti tunakunyamazisha kwa mamlaka ya jina la Yesu. Hofu ya kuthubutu kwenda shule tena tunakunyamazisha. Rapose kemanda riposaka. Hiyo hofu iliyoachiliwa ndani yako inayokuzuia kuanzisha hiyo huduma ambayo Mungu amekupa, tunainyamazisha kwa mamlaka ya jina la Yesu. Toka, achia huyo binti, toka, achia huyo kaka, katika jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Hofu ya kuanzisha hiyo biashara tunakunyamazisha. Toka, mwachie huyo baba. Riposa kaya ndora maseketaya. Omba roho ya nguvu riko robosika. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, ninaomba roho ya nguvu iachiliwe ndani ya watoto wako.
Achilia hiyo roho ya nguvu ndani yetu. Yale maono uliweka ndani yetu Bwana tukayatende. Ule wito na karama uliweka ndani yetu tukavitende. Achilia roho ya nguvu, maana ulimwambia Zerubabeli, si kwa uwezo wala si kwa nguvu, bali ni kwa roho Bwana. Achilia hiyo roho ya nguvu ndani yetu Bwana, ya kufanya yale mambo ambayo umetusemesha. Achilia Bwana roho ya upendo. Ripopo saka, rimando ropo sika, rikanda rama sika. Wengine mmekutana na hofu sababu ya chuki. Mwambie Bwana, ninaomba roho ya upendo. Rikikimando, maana upendo unavumilia, upendo unastahimili, upendo unastiri wingi wa dhambi. Yamkini hofu imekuja kwa sababu upendo ndani yako umepoa, umepungua. Mwambie Bwana, ninaomba roho ya upendo, ninaomba roho ya upendo, ninaomba roho ya upendo katika jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu tukupende wewe Mungu kuliko kitu chochote. Tuwapende na wanadamu uliowaumba Bwana, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Mungu wetu, tujalie moyo wa kiasi, mjalie kila mmoja wetu moyo wa kiasi kwa mamlaka ya jina la Yesu. Asiwepo hata mmoja atakayebaki kama alivyo. Asante Bwana kwa uaminifu wako. Asante Bwana kwa rehema zako. Asante Jehova kwa kuwa wewe unaweza. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Thank you Lord Jesus. Mungu wetu, ni saa nyingine ya neno lako la uzima. Tunapokwenda kujifunza Bwana, Roho Mtakatifu, Roho mtu wa uzima, Roho uliye mwalimu wa kweli, tufundishe Roho Mtakatifu. Tufunulie zile siri za ufalme, siri ambazo Yesu aliambiwa wanafunzi wake kwamba ninaongea na ninyi bila mifano kwa sababu mmejaliwa kuzijua siri za ufalme wa Mungu. Jehovah, we are here. We need to know the secret of the kingdom of God. Reveal to us this morning, oh Lord Jesus. Jifunue kwa kila mmoja wetu, mfunulie zile siri za ufalme wako. Maana Bwana umesema katika Hosea ya kwamba wanangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Hatuangamizwi kwa sababu hatujasoma, hatuangamizwi kwa sababu hatuna akili. Tunaangamizwa kwa sababu tumekosa maarifa. Ninaomba ukayafunue hayo maarifa ndani yetu asubuhi ya leo. Ukafunue hayo maarifa kwa huyo baba, huyo mama, huyo kijana. Yafunue Bwana. Rikiki mandora masa kataya. Nisaidie mtoto wako na mtumishi wako. Nifunulie Bwana. Ramosika ya masakataya. Uniwezeshe kuisema ile injili katika hekima yote. Nguvu za Roho yako Mtakatifu zikaambatane na neno lako. Nguvu ya kuhamisha milima, nguvu ya kutransform our mind. Rikarabusika ya darama seketaya. Rikaraboseke mandiri kiki mandora masaka. Maana umesema Bwana, tuitoe miili yetu dhabihu takatifu ya kukupendeza, maana ndio ibada yenye maana. Umesema Bwana, tugeuzwe nia zetu. Ninaomba neno lako linapoachiliwa asubuhi ya leo likageuze nia zetu, likatransform our mind. Rikarabosika, tukafanywe wapya katika Kristo, tukapewe ufahamu sawa sawa na Kolosai 3:10, ufahamu unaofanana na yule aliyetumba ambaye ni Mungu Jehova.
Nisaidie Bwana, msaidie kila mmoja wetu. Fungua macho yetu ya ndani. Hatutamani kusikia neno lako kama hadithi, tunatamani kusikia neno lako kama ufunguo wa kutuvusha na kutupeleka hatua nyingine katika maisha yetu. Katika jina la Yesu Kristo ninaomba na kuamini. Amen. Amen, amen. Bwana Yesu asifiwe sana, mpendwa mtu wa Mungu. Karibu sana katika kipindi hiki cha Amka na Rehoboth. Tulikuwa na kipindi kizuri cha kumsifu Mungu, kumwabudu, lakini pia kuomba. Basi nikukaribishe sana katika kipindi cha neno. Wiki hii tumekuwa tunatembea na somo ambalo linahusiana na kanuni za utendaji kazi wa imani. Kanuni za utendaji kazi wa imani. Na Mungu alitupa neema ya kuweza kuona imani ni nini, mambo ambayo yanatakiwa kuwepo kwenye imani. Na tumekuwa tunaongozwa na kitabu kile cha Warumi mlango ule wa 4 mstari wa 17 mpaka 20. Warumi 4:17 mpaka 20. Biblia inasema, kama ilivyoandikwa, nimekuweka kuwa baba wa mataifa mengi mbele zako yeye aliyemwamini. Mbele zake yeye aliyemwamini, yani Mungu mwenye kuwahuisha wafu, ayatajaye yale yasiyokuwako kana kwamba yamekuwako, naye aliamini kwa kutarajia yasiyoweza kutarajiwa, ili apate kuwa baba wa mataifa mengi. Kama ilivyonenwa, ndivyo utakavyokuwa uzao wako. Yeye asiyekuwa dhaifu wa imani alifikiri hali ya mwili wake uliokuwa umekwisha kufa, akiwa amekwisha kupata umri wa kama miaka 100, na hali ya kufa ya tumbo lake Sara. Lakini akiona ahadi ya Mungu, hakusita kwa kutokuamini, bali alitiwa nguvu kwa imani, akimtukuza Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii ni habari ya Ibrahim, na Paulo anajaribu kutuonyesha namna, au anatuonyesha namna ambavyo imani ilitenda kazi ndani ya Ibrahim. Wasomaji wa Biblia tunajua kabisa Ibrahim ni baba wa imani. Alichelewa kupata mtoto, alizaa akiwa na miaka 100 na mke wake ana miaka 90. Lakini Biblia inatuambia kwamba kuna vitu ambavyo vilifanya yeye akaweza kupata mtoto nje ya majira ambayo tumeyazoea kama wanadamu. Sasa sitatamani kurudi sana kule tulikotoka jana na juzi. Kwa mtu ambaye ni mara ya kwanza, nitaomba uingie YouTube uangalie kipindi cha Amka na Rehoboth cha jana na cha juzi. Utaweza kuwa na mtiririko mzuri. Tuliona kwamba ili imani iweze kuwa imani, kwamba imani ni uhakika wa yale mambo ambayo hayajatokea au yanatarajiwa, lakini una uhakika. Yani anasema basi imani ni kuwa na uhakika wa mambo yatarajiwayo. Unatarajia, nilisema imani pasipo tumaini. Huwezi kuwa na imani, yani kusema imani inatenda kazi afu huna tumaini, hutegemei kitu. Lazima unategemea kitu. Lakini hicho kitu katika mazingira ya sasa bado hakijaonekana, ila umekiona ndani ya moyo wako. Umekiona katika ulimwengu wa roho. Lakini tukasema hicho unachokiamini hakiwezekani kwa akili ya kawaida. Ili imani iwe imani, sifa za imani. Yani imani na operate kwenye eneo ambalo hicho unachokiamini, unachokiona katika ulimwengu wako wa roho hakiwezekani kikawaida. Lakini tukasema kuna vikwazo vingi vinakuepo pindi mtu anapokuwa anaengage imani kwenye jambo fulani. Jana tuliona mfano wa Ibrahim na Sara, lakini tukaona ile bahari ya Sham, tukaona yule mwanamke aliyetokwa na damu, namna ambavyo alikutana na vizuizi vya desturi, umati wa watu, watu wanampinga na kadhalika. Yani imani, somo la imani ni pana, wapendwa wa mtu wa Mungu. Ukichukua kwa mfano ule Batimayo alisema Yesu mwana wa Daudi unirehemu, lakini watu walikuwa wanamkataza, wampia usimpigie kelele mwalimu. Akaendelea kupaza sauti. Hivyo ni vikwazo. Okay, ngoja tusogee kidogo. Nikiendelea kila kitu hatutamaliza. Ili imani iweze kutenda kazi na kutupa matokeo, kuna kanuni za utendaji kazi. Na kanuni hizo ni kama zifuatazo. Kanuni ya kwanza, nguvu ya kuona yasiyoonekana. Nguvu ya kuona yasiyoonekana. Imani
siku zote inaendana na kuona kwanza yale yasioonekana kibinadamu. Huwezi kutenganisha imani na kuona yasioonekana kwanza. Halo. Ngoja nirudi kwenye ile mstari mama wetu anasema kwenye Warumi 4:17 hadi 20. Kama ilivyoandikwa, nimekuweka kuwa baba wa mataifa mbele zake yeye aliyemwamini, yani Mungu. Aliyewekwa kuwa baba wa mataifa ni nani? Ni Ibrahim. Anasema mwenye kuwahuisha wafu, ayatajaye yale yasiyokuwako kana kwamba yamekuwako. Nimesema kanuni ya kwanza ni nguvu ya kuona yasiyoonekana. Anatuambia huyu Ibrahim alimwamini Mungu ambaye aliyataja yale yasiyokuwako kana kwamba yamekuwako. Hebu tuende kwenye Mwanzo 12. Mwanzo 12. Kuna kitu pale nataka tukione watumishi. Mwanzo 12. Biblia inasema Bwana akamwambia Abraham, toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayokuonyesha. Nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki na kulikuza jina lako, nawe uwe baraka. Nami nitawabariki wakubarikio, naye akulaanie nitamlaani, na katika wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa. Basi Abraham akaenda kama Bwana alivyomwamuru. Lutu akaenda pamoja naye. Naye Abraham alikuwa mtu wa miaka 75 alipotoka Harani. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inatuambia hivi, Bwana alimwambia Abraham, kipindi hicho kwa anaitwa Abraham, toka wewe katika nchi yako na jamaa na nyumba ya baba yako, uende paka nchi nitakayokuonyesha. It take faith kutoka kwenye mazoea ulioyazoea kwenda kwenye kile Mungu anachotaka uende ukakifanye. Abraham, ukisoma hii habari ya kutoka katika nchi ya babake, haikuanza na yeye, ilianza na babake ambaye anaitwa Mzee Tera. Tera aliambiwa atoke katika Uru ya Wakaldao. Alipofika Harani akaweka kambi pale mpaka akafa. It take time kutembea kwenye kitu ambacho Mungu amekuitia. It take faith. Inahitaji imani kutoka kwenye mazoea ulioyazoea, kutoka kwenye eneo ulilolizoea, kutoka kwenye Mungu anakuambia sasa hivi nataka uondoke kwenye kazi uende kazi nyingine ninaotaka kukupa. Na bahati mbaya Mungu haileti moja kwa moja. Anataka uingize imani. Anakuambia quit. Ondoka. Lakini sasa wewe unaanza kusema mpaka nipate kwanza ndipo nitakapoenda. Alo, Bwana Yesu asifiwe sana. Anamwambia toka. Okay, sasa nataka tustiki pale, anasema nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki na kulikuza jina lako, nawe uwe baraka. Wakati anamwambia atoke, neno lasema alikuwa na miaka 75, hakuwa na mtoto. Na ndio maana nafikiri aliamua kuondoka na mtoto wa kaka yake, wa mdogo wake ambaye ni Lutu. Hakuwa na mtoto Abraham. Lakini anaambiwa nitakufanya. Maana yake nini? Katika ulimwengu wa roho Mungu alimuona Ibrahim kama taifa. Hakuwa anamuona Abraham kama mtu mmoja. Alikuwa anaona baba wa mataifa. Alikuwa anaona mtu ambaye ni mtu mwenye ukuu, mtu mwenye watu wengi. Lakini katika ulimwengu wa roho, ulimwengu wa mwili, Ibrahim anaonekana Ibrahim na Sara. Karabu shaka ya maseketai. Nguvu ya kuona ni kitu ambacho ni cha kwanza katika imani. Yaani huwezi kuniambia ninaamini
Mungu atanibariki. Kabla hujaiona baraka yako ndani ya moyo wako, kabla hujaiona baraka katika ulimwengu wa roho, huwezi kuniambia unasema una imani na wakati hujaona. Yani lazima uone kwanza. Mungu alimwona Ibrahim kama taifa, hakumwona Ibrahim kama mtu mmoja. Na anamwambia nitalikuza jina lako uwe baraka. At that time Abraham hakuwa baraka, hakuwa hata na uzao. Kama Biblia inasema nitakibariki chakula chako kwenye Kutoka 23 na maji yako. Anasema nitaondoa ugonjwa kati yako. Anasema hapata kuwepo mwenye kuharibu mimba wala aliyetasa. Ina maana kama Ibrahim hakuwa na watoto, at that time alikuwa anatembea katika laana. Alikuwa anatembea katika laana, lakini Mungu haioni laana ambayo Abraham anatembea nayo. Anaiona baraka, anamwona mtu aliyebeba baraka. Halo. Bwana Yesu asifiwe. Huwezi kutenganisha imani na nguvu ya kuona ndani. Huwezi kutenganisha imani na nguvu ya kuona ndani, na nguvu ya kuona yasiyoonekana kikawaida. Twende kwenye Mwanzo 15. Kuna kitu utakiona pale. Mwanzo 15. Biblia inasema baada ya mambo hayo neno la Bwana likamjia Abraham katika njozi likinena, usiogope Abraham, mimi ni ngao yako na thawabu yako kubwa sana. Abraham akasema, Bwana Mungu, utanipa nini? Nami naenda zangu hali sina mtoto, na atakayemiliki nyumba yangu ni huyu Eliezeri Mdameski. Anasema na atakayemiliki nyumba yangu ni huyu Eliezeri Mdameski. Abraham akasema, tazama hukunipa uzao, na mtu aliyezaliwa nyumbani mwangu ndiye mrithi wangu. Na neno la Bwana likamjia likinena, huyu hata kurithi, bali atakayetoka katika viuno vyako ndiye atakayekurithi. Akamleta nje akasema, tazama sasa mbinguni, kazihesabu nyota kama ukiweza kuzihesabu. Akamwambia, ndivyo utakavyokuwa uzao wako. Akamwamini Bwana, naye akamhesabia jambo hili kuwa haki. Kisha akamwambia, mimi ni Bwana niliyekuleta kutoka Uru wa Wakaldayo, nikupe nchi hii ili uirithi. Bwana Yesu asifiwe. Nimesema huwezi kutenganisha imani na nguvu ya kuona ndani, nguvu ya kuona yasiyoonekana. Hii ni habari ambayo tayari Abraham ameshaingia katika nchi ile ya ahadi. Yaani mwite Ibrahim, yake ndio jina alobadilishwa laita. Ibrahim ameshaingia kwenye nchi ya ahadi. Njaa imeshatokea, ameshaenda Misri, amesharudi, amekuta na mali nyingi, wameshatengana na Lutu. Nina uhakika kuna hofu ilianza kumuingia Ibrahim. Ndio maana Mungu anasema kwamba usiogope Abraham, mimi ni ngao yako na thawabu yako kubwa sana. Abraham anamwambia Mungu, sina mtoto. Sasa nataka ukione kitu hapa. Mungu anamwambia hivi, hebu tazama mbinguni, hesabu hizo nyota. Ukiweza kuzihesabu, anasema ndivyo utakavyokuwa uzao wako. Biblia inaniambia akamwamini Bwana, naye akamhesabia jambo hili kuwa haki. Ni hivi, Ibrahim yuko yeye na Sara, hawana mtoto, na kuna hofu imeanza kutokea. Hofu ilipotokea, Mungu anamtokea, anamtia nguvu, anamwambia usiogope. Kama nyota zilivyo ndivyo uzao wako utakavyokuwa. Sasa angalia, alianza kuhesabiwa kuwa yeye ni baba wa mataifa lini? Ni pale ambapo alimwamini Mungu. Biblia inasema akamwamini Bwana, naye akamhesabia jambo hili kuwa haki. Maana yake ni nini? Alipohesabiwa,
jambo lile kuwa haki, maana yake anastahili kuwa baba, anastahili kupokea uzao. Ninasema tena ya kwamba kama hujaona ndani, ni ngumu sana imani kutenda kazi. Na kama imani haitendi kazi, huwezi kuhesabiwa haki ya kile kitu ambacho unakitaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema akamwamini na Bwana akamhesabia haki. Aliamini wapi? Aliamini kwenye yale yasiyoonekana. Kuna Zaburi, kuna kitabu cha Isaya huwa kinanipa kutafakari sana. Isaya 54. Isaya 54 ni neno ambalo huwa linanitafakarisha sana kwa habari ya imani. Isaya 54 Biblia inasema, imba wewe uliyetasa, wewe usiyezaa. Yaani hatuonyeshi tu kwamba ni tasa, anatuonyesha kwamba tasa ni asiyezaa. Paza sauti yako kwa kuimba. Piga kelele wewe usiyekuwa na utungu, maana watoto wake aliyeachwa ni wengi kuliko watoto wake yeye aliyeolewa, asema Bwana. Panua mahali pa hema yako na wayatandaze mapazia ya maskani yako. Usiwakataze, ongeza urefu wa kamba zako, vikaze vigingi vya hema yako, kwa maana utaenea upande wa kuume na upande wa kushoto, na wazao wako watawamiliki mataifa, wataifanya miji iliyokuwa ukiwa kukaliwa na watu. Usiogope, maana utatayarika, wala usifadhaike, maana utaaibishwa, kwa kuwa utaisahau aibu ya ujana wako, pia mashutumu ya ujane wako hutayakumbuka tena. Afa anasema, kwa sababu Muumba wako ni mume wako, Bwana wa majeshi ndilo jina lake, na Mtakatifu wa Israeli ndiye mkombozi wako. Yeye ataitwa Mungu wa dunia yote, maana Bwana amekuita kama mke aliyeachwa na kuhuzunishwa rohoni, kama mke wakati wa ujana atupwapo, asema Mungu wako. Kwa kitambo kidogo nimekuacha, lakini kwa rehema nyingi nitakukusanya. Hili ni neno ambalo ndani yake limebeba nguvu ya imani. Lakini halitaki tuingize nguvu ya imani, nataka uone kwanza. Anamwambia, imba wewe uliyetasa. Tunajua tasa ni mwanamke ambaye hazai, yani hana uzao. Na anamwambia kabisa, najua huna hata utungu wa kuzaa, lakini watoto wako ni wengi kuliko yeye aliachwa, yeye aliyeolewa, ya kwamba pamoja na utasa wako, ndani yako mimi sioni utasa, ninaona uzao, ninaona watoto wengi, ninaona watoto wamekuzunguka. Rikarabosika. Anamwambia wengi tena kuliko hata wa yeye aliyeolewa. Anasema wewe unajiona ni mdogo, anza kupanua mahali pa hema. Mimi sijui naongea na nani asubuhi ya leo. It take faith to believe. And not only faith, you need to see in unseen things, in unseen spirits. Yani lazima uingie katika ulimwengu wa roho, uone yasiyoonekana ili uanze kuimplementi imani. Wewe unajiona tasa, lakini Mungu hakuoni tasa. Wewe unaiona hiyo biashara ndogo, Mungu haioni biashara ndogo. Wewe unaiona hiyo huduma ndogo, Mungu haioni huduma ndogo, anaiona huduma ya kimataifa. Wewe unaona familia yako mmekosa mtoto, Mungu hawaoni matasa, anaona uzao, anaona umezungukwa na watoto wengi. Panua mahali pa hema yako. Halo. Umemaliza chuo, umefunga ndoa, maisha ni magumu, yamkini hata kazi hauna, au kazi mnayo ni yani mnapata kipato kidogo. Mnasema ngoja tutafute hata kiwanja, basi mnatafuta kiwanja kale ka 20 kwa 20. Sisemi kwamba viwanja vya 20 kwa 20 ni vidogo, vibaya, hapana. Mtu mwenye imani anamwambia Bwana, give me square meter 1200 plus. Maana yake nini? Ya kwamba anajua anatanuka. Hello. You need to walk in faith. Kuona
kwamba ninajua leo ninacho kidogo, lakini katika ndani yangu inaniambia kesho yangu ni nzuri kuliko leo, kesho yangu ni bora kuliko leo. Kwa hiyo sitatafuta kiwanja kidogo, nitatafuta kiwanja kikubwa, kwa sababu ninajua kesho yangu imebarikiwa, ninajua ninayemwamini atanifanya niwe baraka. Nitatafuta uwanja ambao nitakuwa na parking, nitatafuta uwanja ambao nitaweka garden, nitatafuta uwanja ambao nitaweka swimming pool. We live by faith, we walk by faith and not by sight. Yesu anasema nilikuja ili wawe na uzima kisha wawe nao tele. Ya kwamba alipokuja Yesu alikuja kurejesha yale maisha ya Edeni ya kwanza, ya kwamba tuishi maisha ya fulfillment, ya utoshelevu, maisha ya kutosheka. Kila unachokipanga wewe unapanga tu under budget. Unajua mimi sina hela, kwa hiyo ngoja tu nitafute kidogo. Hata ukitaka kununua nguo unawaza kwanza nikatafute ile ya mtumba, ile ya bei rahisi. Hapo unapita, mtu wa Mungu. Panua mahali pa hema yako. Aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Unaona nini ndani yako? Unaona nini ndani yako? Ukiona wewe ni wa kuvaa mitumba, utavaa mitumba siku zote. Sikatai, mitumba ni nguo, hata mimi nimezivaa sana. Lakini kuna mentality Mungu amenibadilishia. Akaniambia if you walk by faith, unatakiwa uanze kutembea mtembeo wa kimungu. Sisi ni wana wa Mungu. Biblia inaniambia kama tu wana tu warithi wa ahadi za Mungu. Kama ahadi za Mungu ni sisi kufurahia uzima hapa duniani, kufurahia utoshelevu hapa duniani, na kisha uzima wa milele sikia mbinguni. Yesu alisema naenda kuandaa makao, tena ni mazuri. Tunatakiwa tuanze kupractice kuishi makao ya mbinguni hapa duniani. Mtu anasema sasa Lydia umeshift kwenye injili za prosperity. Mungu anataka uishi maisha ya kumpendeza, maisha ya kufurahia, kwa sababu shetani alitunyang'anya maisha pale Edeni Adamu alipoanguka. Lakini Mungu akasema no, ninawarejeshea maisha yale ambayo shetani aliwanyang'anya, ninayarejesha kwa kumleta Yesu. Na ndio maana Paulo kuna mahali anadhubutu kusema ya kwamba Kristo kwa kuangikwa kwake pale msalabani alifanyika kuwa maskini ili sisi tuwe matajiri, alifanyika kuwa laana ili sisi tuwe baraka. Unaona nini? Anamwambia panua mahali pa hema yako, utaenea kaskazini, utaenea kusini, utaenea mashariki. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe, mpendwa mtu wa Mungu. Wakati tumeoana na mume wangu, itoe mfano ya kupanua mahali pa hema. Tukafika tukasema sasa hivi ngoja tutafute kiwanja. Mnajua maisha mnapoanza, hasa mkiwa wote mmetokea kwenye background za chini, tofauti na wale ambao wanakuta Biblia inasema mtu mwenye hekima huachia wana wa wana urithi. Sasa sisi ni wale tumetoka kwenye familia za kawaida ambazo kwa Kitanzania ndio majority. Kwa hiyo tukasema sasa tutafute kiwanja. Wakati tunatafuta kiwanja nilijifunza kitu kimoja kubwa kwa mume wangu. Kila uwanja ambao tulikuwa tunakuta ni mdogo, yani kidogo, kiwanja kadogo kabisa, ananiambia hapo hata msitaki hata kubagain bei. Kama ni wale madalali, kwa wale wako Dar es Salaam mnajua viwanja vinatafutwa na madalali. Dalali akipiga ambia square mita ngapi, akamwambia si 20 kwanga. Kwa hata usinipeleke. Paka kuna saa mimi kipindi hicho nilikuwa na mentality yani imani yangu ilikuwa haijaanza kuishwa kama sasa hivi ninakuelekea au nilipo. Kwa namwambia sasa Ima, unafikiri tutapata kiwanja kweli hicho unacho? Akasema wewe unafikiri tutakaa maisha haya siku zote? Kipindi hicho hatuna hata watoto. Ananiambia okay, unatafuta mahali ambako hata mtoto hawezi kucheza. Unatafuta mahali ambapo hata kesho Mungu akikupa gari huwezi kupaki. Haleluya. Si kudiscourage pale ulipo, lakini nataka uanze kuona ndani vitu vikubwa ambavyo Mungu amekudesign uvimiliki. Siku moja kwa namsikiza mtumishi wa Mungu mwalimu, akawa anatoa mfano. Akasema alienda kanisa moja, akakuta ile kanisa yani wamenunua uwanja pale walipojenga kanisa, ndo hapo linaishia, yani hamna sehemu ya parking, hamna nini. Akamuuliza yule mchungaji, mbona mmejenga kanisa zuri alafu hamna parking?
Afu mchungaji akamwambia waumini wetu hawana magari. Afu mwalimu akamwambia unasema waumini hawana magari, utakuwa unawafundisha mafundisho ya aina gani ambao miaka yote hawatakuwa wanakuwa wakaendelea kutembea kwa miguu siku zote? Biblia inaniambia tunatoka utukufu hata utukufu, imani hata imani, nguvu hata nguvu. Ili utoke nguvu hata nguvu, imani hata imani, ni lazima uanze kuona yale yasiyoonekana na uyataje kana kwamba yapo. Kana kwamba tayari ameshakuwa. Huyu alipokuwa anaambiwa utaenea pande zote, anaambiwa sogeza vigingi, sogeza, tanua hiyo hema, sambaa kaskazini, kusini, mashariki. Ni kwa sababu katika ulimwengu wa roho Mungu alishamuona kwamba anamiliki eneo kubwa. Na wewe anza kumwambia Mungu, nionyeshe ni wapi unataka nimiliki, ni wapi unataka nifike. Nionyeshe katika ulimwengu wa roho, nione kwanza. Kwa sababu stamina ya kutembea kwenye kile ulichokiona ndiyo inayokupa nguvu ya imani. Na nguvu ya imani ikiingia kazini, unapokea muujiza wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona kwenye Mwanzo 15 Mungu anamwambia Ibrahim usiogope. Lakini tunaona pia hapa kwenye Isaya mlango wa 54 mstari wa 4 anamwambia huyu mama usiogope maana utatayarika. Na leo Mungu alitupa kuomba kwa habari ya roho ya hofu. Nguvu ya kuona. Kuna kitu nataka ukione. Mungu hakuonyeshi vitu kuanzia mwanzo. Anakuonyesha kitu, picha ya mwisho. Yaani hata mimi nilivyo kwenye huduma sasa hivi, wakati naanza huduma, Mungu alishanionyesha picha ya mwisho ya huduma ya True Rehoboth Tanzania. Alishanionyesha picha ya mwisho. Mungu anakupa final picture. Sasa ukiona ile final picture, anasema hakusita kwa kuamini. Ukiniambia ninaamini afu hujaona, sikuelewi. Sasa Mungu anapokupa final picture, ile picha ya mwisho, ile picha huwa inakuwa ni kubwa kuliko uwezo wako. Ile picha huwa inakuwa haiendani na mazingira unayopitia. Na kwa sababu haiendani na mazingira unayopitia, hofu inaingia ndani yako. Hofu inaingia ndani yako. Sasa Mungu anamwambia Ibrahim usiogope. 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 Anamwambia huyu mwanamke hapa kwenye Isaya 54, usiogope maana hautatayarika. Hautatayarika. Wala usifadhaike maana hutaaibishwa. Mungu anasema nimekuchora kwenye vitanga vya mikono yangu. Jina lako liko mbele ya kuta zangu daima. Kwa hiyo anataka tusiogope. Picha aliyokuonyesha isikuogopeshe. Isikuogopeshe. Keep on pressing. Keep on pressing. Keep on pressing through faith, through prayer. Anza kutamka, anza kusema. Mara utashangaa kimetokea. Wanamsikiliza mtumishi wa Mungu, nampenda sana Joyce Meyer. Joyce Meyer anasema wakati Mungu anamuita kwenye huduma miaka 80, alimwambia Joyce, you are going to preach all over the world. You are going to preach the gospel all over the world. Kwamba unaenda kuhubiri, utahubiri injili dunia nzima. Anasema wakati Mungu anamwambia yeye yani kwanza anafundisha tu Bible study ya watu 5. Anasema na amefundisha hiyo Bible study watu 5, watu 9, watu 10 kwa miaka mingi. Lakini ndani Mungu amemuonyesha anahubiria dunia nzima. Anasema aliendelea lakini picha aliyokuwa amepewa na Mungu ni ya dunia nzima. Akawa anamuomba Mungu kulingana na ile picha aliyoiona ndani. Anasema baada ya miaka kadhaa, ghafla akaanza kuona ongezeko kwenye huduma yake. Mara watu 20, mara watu 50. Anasema walipofika watu 100, akasema nimefika mwisho. Yaani Mungu sasa hivi niko tayari kwenda mbinguni. Mungu akamwambia nilikwambia unaenda dunia nzima. Sasa hivi anahubiri all over the world. Anasema mafundisho yake yanakuwa translated, yanafafanuliwa kwa lugha tofauti tofauti, nchi 53. Kwenye YouTube channel anaifikia dunia nzima.
Watu wa Mungu, nikamsikiza tena mtumishi wa Mungu David Yongichon marehemu. Mungu alimuita katika utumishi akiwa wa Korea wale wasio na dini kabisa. Mungu akamponya TB, afu akamwambia utanitumikia, utaanzisha kanisa. Anasema wakati naanzisha, Mungu ananionyesha kanisa la watu 10,000, 3,000. Anasema sijui linafikaje, through prayer, through faith. Akasema likafika. Akamwambia Mungu, hapa yatosha, naenda mbinguni. Mungu akamwambia no, kanisa lako litafika, linabeba watu 300,000 kwa mara moja. Alianza kumonyesha picha kabla haijatendeka. Kwa hiyo yule baba anasema through prayer na hekima Mungu alikuwa anampa, paka anakufa, alifariki mwaka juzi, kanisa lake ndio the leading church ambayo inakuwa na watu wengi kwa wakati mmoja iliko Korea. Wapendwa, mimi sijui unaona nini, lakini Biblia inaniambia panua mahali pa hema yako, maana utaenea kaskazini, utaenea pande zote. Anza kuona vile Mungu anavyotaka uone. Mwambie Mungu, ninaomba unipe jicho la kuona yasionekana. Nipe jicho la kuona kwanza. Rama shanda raba koria. Biblia inaniambia Ibrahim akiona ahadi hakusita kwa kuamini. Yamkini imani yako ina wasiwasi kwa sababu hujaona. Mwambie Mungu, nifumbue macho yangu, kama Daudi anavyosema, Bwana uyafumbue macho yangu nipate kuona maajabu yatokanayo na sheria yako. Na we mwambie Mungu, asubuhi ya leo naomba unifumbue macho yangu, nianze kuona zile ahadi zako ulizozisema katika neno lako. Nianze kuona yale maono ambayo umekusudia kwenye maisha yangu, umekusudia kwa uzao wangu, umekusudia kwenye ndoa, umekusudia kwenye huduma, umekusudia kwenye biashara, umekusudia kwenye career ambayo ninayo. Mwambie Bwana, fumbua macho yangu. Tuko mbele za Bwana. Nenda, nimeshaunganisha maombi. Nenda mbele za Bwana, anza kumsihi Bwana, anza kumsihi Bwana. Mwambie Bwana, upofu ambao nimekaa nao muda kwa mrefu ni rehemu. Bwana nitakase, nisafishe kwa damu yako ya thamani. Ribo saka yama seketaya, nitakase kwa upya. Ripo saka yama seketaya. Rikikimando robosika. Sijaamini kwa sababu sikuona. Nisaidie kuona, nisaidie kuona, nisaidie kuona, nisaidie kuona yale unaoniwazia Bwana kuhusu ndoa yangu. Yamkini wengine mnapita kwenye changamoto za ndoa, umeanza kukata tamaa, lakini nataka nikwambie hiyo ndoa yako imebarikiwa sana. Mungu anataka watu wengine wakajifunze kupitia nyie. Mwambie Bwana, niwezeshe kuona thamani ya ndoa yangu, niwezeshe kuanza kuona uzuri wa mke wangu, uzuri wa mume wangu. Mwambie Bwana, uzao ulionipa, yamkini unawalea watoto kikawaida kawaida kwa sababu hujaona destiny zao, hujaona future zao, hujaona kule Mungu ambako amewaandalia. Mwambie Bwana, nipe kuona future ya mwanangu wa kwanza, mwanangu wa pili, mpaka yule wa mwisho. Mwambie Bwana, nipe kuiona, maana Mungu anayataja yale ambayo hayako kana kwamba yamekuapo. Acha Mungu akuonyeshe, acha Mungu afungue macho yako asubuhi ya leo. Acha Mungu afungue macho yako kwa habari ya biashara yako, akuonyeshe namna ile biashara ilivyo kubwa, akuonyeshe namna ambavyo hiyo biashara itatatua matatizo ya watu wengi, itaajiri watu wengi, itajenga ufalme wa Mungu. Acha Mungu akuonyeshe. Mwambie Bwana, fungua macho yangu, fungua macho yangu, fungua macho yangu. Ninakataa upofu, ninakataa upofu, ninakataa upofu. Rapa sheke ya maseke, rama shendere bobosika, oria masendere bobosaka. Mwambie Bwana akuonyeshe extent ya huduma yako inatakiwa ifike wapi. Mwambie Bwana, fungua macho yangu nione, macho ya ndani nione, macho ya ndani nione, nione. Rama mandara baba yende rebobo shaka yanda rama seke rikanda rabobo siki rikanda rama mandara baba. Huo upofu ulioachiliwa kwa watu wa Mungu katika mioyo yao, tunapeleka damu ya Yesu. Huo upofu waachie, huo upofu waachie, huo upofu waachie. Tuanze kuona zile ahadi zako, tuanze kuona zile biashara ulizotupa, tuanze kutembea katika maono uliotupa, tuyaone katika mwisho wake.
tusione katika udogo wake, tusitishwe na mazingira, bali tuifuate ile ahadi uliotuonyesha. Macho ya ndani yatiwe nuru, macho ya ndani yatiwe nuru, macho yangu yatiwe nuru, macho huyo baba yatiwe nuru, macho huyo mama yatiwe nuru. Ripo shaka yanda raposika, riko robo saka yanda rapaseke, rindi rimando ropopo sakata, lipro saka yandi rimakoria masaka, rapo rika payanda laka sakata, o rika payando ropopo seketaya. Omba mtu wa Mungu dakika chache, omba. Huo upofu wa kiroho uondoke. Neno linaniambia Paulo akiwa anaenda Dameski kuua watu wa Mungu akiitwa Sauli, alipofika kwenye ile njia, alikutana na Bwana Yesu. Biblia inasema alipigwa, macho yake hayakuwa yanaona tena, lakini Biblia inasema aliinuka hapo akaingia kule kwenye ile nyumba alikoelekezwa. Alipokaa pale, Mungu akasema na mtumishi wa Mungu Anania, akamwambia Anania, kuna chombo changu kiteule ambacho kilipigwa upofu na adui, kikawa kinatumikia mapenzi ya adui, kikawa kinaua kanisa, kikawa kinatesa kanisa. Kile ni chombo changu kiteule, nenda ukaweke mikono yake, ukamwambia mpasayo kufanya. Sikia neno la Bwana. Anania anasema mimi siwezi kwenda kwa sababu yule anaua watu tuliookoka. Lakini Mungu akamwambia wewe nenda, nimeshamtenga. Anania alipofika kwa Paulo, Biblia inaniambia alipoweka mikono juu ya Paulo, kuna magamba, vitu kama magamba vilitoka kwenye macho yake. Rapa sheke yanda rapa koria. Paulo ambaye alikuwa anaona wokovu si kitu sahihi, magamba yalipotoka kwenye macho yake, alianza kumhubiri Kristo, alianza kumtetea Kristo, alianza kuokoa watu. Kuna magamba kwenye macho yetu ya ndani. Peleka damu ya Yesu, peleka damu ya Yesu. Mitazamo yako ni kwa sababu ya hayo magamba ambayo shetani ameweka kwenye macho yetu ya ndani. Ondoa hayo magamba, ondoa hayo magamba, ondoa hayo magamba kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Acha yadondoke, uanze kuona nuru ya Kristo, uanze kuona maono ya kimungu, uanze kuona yale Mungu aliyokusudia, ambao amewaandalia wale wampendao, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Karabo sheke yanda rikanda ramaseke rimando roposika. Utatayarika mtu wa Mungu, hutaibishwa, hutaogopa. Usiogope, Mungu yuko pamoja nasi, Mungu yuko pamoja nawe. Aliyeko ndani yetu ni mkuu kuliko alio katika ulimwengu huu. Usiogope, sikia neno la Bwana, usiogope, hutatayarika. Thank you Lord Jesus. Asante kwa watu ambao umewainua kwa upya asubuhi ya leo. Asante kwa macho ambao umeyatia nuru asubuhi ya leo. Asante kwa nguvu mpya ulioachilia ndani yetu Bwana. Ninaomba ukatupe kutembea katika nguvu hiyo Bwana, kama ambavyo ulimpa Elia nguvu ya kutembea kwa mlo mmoja ndani ya siku 40. Kazi iliyoko mbele yetu ni kubwa Bwana. Tuna hatua nyingi za kwenda katika maisha yetu. Tuna hatua nyingi za kwenda katika utumishi uliotupa, katika ndoa ulizotupa, katika watoto uliotupa, katika biashara, katika karia mbalimbali ambazo umetupa. Mungu, ninaomba nguvu ya ndani iachiliwe kwa kila mmoja, stamina ya kuweza kutembea mwendo mrefu bila kuchoka. Maana umesema kwenye Isaya 29 Bwana, ya kwamba wewe unawapa nguvu. Isaya 40:29, unawapa nguvu wanaozimia, unawapa nguvu wanaozimia. Umesema Bwana, hata wazee wanaweza kuruka juu kwa mbawa kama tai. Vijana wanaweza kuchoka, lakini umesema wazee wanaokucha wewe wataruka juu kwa mbawa kama tai. Ninaomba hiyo nguvu ya kuweza kwenda mwendo mrefu, ya kuweza kutimiliza yale uliyoandika katika maisha yetu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Asante Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru Baba. Pokea sifa, heshima na utukufu. Enzi, adhama na mamlaka ni vyako. Endelea kuwa pamoja nasi katika siku ya leo, tunapoenda katika kazi mbalimbali ulizotupa tuzifanye. Tunakomboa hilo lango la muda kwa damu ya Yesu. Yote ambayo tunatakiwa kuyafanya leo Bwana, tupe nguvu na neema ya kuweza kuyafanya. Ninatamka amani kwa ajili ya kila mmoja wetu.
Natamka baraka kwa ajili ya kila mmoja wetu. Mbariki kila mmoja wetu Bwana, ukamlinde. Mwangazie nuru za uso wako Bwana, ukamfadhili. Baba, bariki kuingia kwake na kutoka kwake. Popote anapokwenda Bwana, akafanyike baraka wala si laana. Popote anapokwenda akaitwe heri, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Sante Mungu wetu kwa kuwa umekuwa pamoja nasi na utaendelea kuwa pamoja nasi. Sante hata kwa sadaka zinazokwenda kuachiliwa Bwana katika ibada hii. Mungu, mbariki kila mmoja ambaye umeweka ndani yake moyo wa kupenda kuachilia kwa ajili ya madhabahu hii. Sante kwa kuwa unaenda kumuonekania na kumpa haja ya moyo wake. Katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen, amen, amen. Tumefika mwisho wa kipindi chetu. Sadaka yako unaweza kuiachilia kupitia 0758 940 388. Ni ya muhimu kwa ajili ya kazi ambayo Mungu ametupa, na Mungu akubariki sana. Lakini pia nikukumbushe, leo tuna maombi usiku ya watoto saa 8 mpaka saa 11. Karibu sana. Kumbuka kusubscribe na kushare link yetu ya YouTube kwa wengine ambao mafundisho haya yanaweza yakawasaidia wakavuka. Mungu akubariki sana, uwe na wakati mwema. Kumbuka sisi ni washindi na zaidi ya kushinda katika Kristo Yesu aliyetupenda. Amen.